Kumuondoa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi, kwako wewe na maslahi vipi kuhusiana na vilabu vingine ambavyo vimebaki hapo, kama wao wananufaika na bodi ya ligi? Kwa hiyo ukiangalia kiundani sasa unakuja kubaini ya kwamba ni mawazo mfu ya watu ambao hawautakii mema mpira wetu. Hapa sija kuzungumzia mema na mazuri ya hao watu ambao wao wanataka wajiuzuru. Nimezungumzia kwa ujumla wake tu. Lakini yote kwa yote, sisi sasa wataalamu wa siasa ya mpira tukiangalia vizuri hili, tunaona kuna namna ambalo kuna jambo ambalo wenzetu hawa wanataka kulipandikiza. Iko hivi Paul Kai. Mungu anaruhusu niendelee kumwagika? Mwagika, uwanja ni wako. Vizuri sana. Wanachokitaka kukitengeneza, nitakupa kwa ufupi tu. Ukifanikiwa kumuondoa katibu mkuu wa TFF au mtendaji mkuu wa bodi au ukavunja kamati ya saa 72 kwa sababu ya matakwa ya timu moja, maana yake ni kwamba mtendaji mkuu mpya wa bodi ya ligi atakapoingia madarakani atakuwa anafanya kazi kwa kuogopa kwamba iko siku moja akichachamaa mtu fulani, mimi nitaondoka madarakani. Unapomweka katibu mkuu ambaye ni mpya amewekwa madarakani kwa sababu aliyepita aliondolewa na timu fulani, maana yake yule katibu mkuu atakuwa anafanya kazi kwa woga ya kwamba nikiwakera watu fulani lazima watachachamaa waning'oe madarakani. Sasa hapo tutakuwa tunaendesha mpira wa aina gani? Lakini wewe umtaki katibu mkuu, sawa. Siku na Azam akiamka naye hamtaki katibu mkuu ambaye amewekwa madarakani baada ya yule awali kutoka na yeye akaondolewa. Akimaliza hapo akaja Costi na yeye haitaki kamati ya uendeshaji mpya. Kwa hiyo tutakuwa tunafanya kazi ya nyingine, na kesho tutakuwa na mazoezi yetu ya mwisho katika uwanja wa mechi, na baada hapo tutaelekea tarehe 15 ya Jumapili ambayo ndio siku ya mchezo wetu wa Kariakoo. Mbediali, mbona maandiko yenu mnaendelea kusisitiza tu Juni 15 ndio tarehe ambayo mnaitambua kwa mujibu wa ratiba ya bodi ya ligi? Kwa nini msikae kimya tu, lakini mnaonekana kusisitiza? Kuna nini kilicho nyuma ya pazia hapa, Ahmed Ally? Hatuwezi kukaa kimya. Unajua kwenye space, kwenye jamii kuna taarifa mbili. Kuna taarifa mechi ipo na kuna taarifa mechi haipo. Yaani kuna nguvu ya ukinzani. Kuna ambao wanasema mechi ipo au ni sisi pamoja na bodi ya ligi, na kuna wale ambao wanasema mechi haipo. Hao ni wale wapinzani wetu. Kwa hiyo tukisema sisi tunyamaze, tukae kimya kwenye kipindi hiki cha ukinzani, tukampa nafasi mpinzani wetu akaendelea kupotosha mechi haipo, watu wataamini mechi haipo na wataacha kufanya maandalizi na wataacha kuja kwenye hiyo mechi. Kwa na sisi tunawajibika kuwa active, kuhakikisha kwamba kila baada ya siku moja tunawapa watu taarifa ya kwamba mechi ipo ili watu waendelee kufanya maandalizi. Na hapa tunazungumza zaidi na mashabiki wetu. Mashabiki wetu wanapaswa kufahamu ya kwamba mechi ipo. Ndio maana tunasisitiza kila wakati ili wafahamu mechi ipo na wafanye maandalizi. Kungekuwa hakuna ukinzani wa taarifa na sisi tungenyamaza, lakini upo ukinzani wa taarifa. Maana yake ni kwamba tukikaa kimya watu watachukua taarifa ya upande mmoja. Kwa hiyo hii inamaanisha kabisa ninyi mnaiunga mkono bodi ya ligi? Tuko pamoja, tuko sambamba na bodi ya ligi pamoja na TFF kusema kwamba mechi ipo, na tunayo furaha sana. Jana tumemfikia afisa habari wa bodi ya ligi Karim Boimanda, mheshimiwa huyu, akisisitiza kwamba maandalizi yote yanakwenda vizuri ya mchezo huu na watatoa taarifa muhimu kuelekea katika mchezo huu. Kwa sisi kwetu hiki ndio kitu pekee tunapenda na tunataka kukisikia, ya kwamba 184 iko pale Juni 15. Lakini katika taarifa yenu ya jana, kwa nini mmeandika kwamba endapo tarehe nyingine itapangwa
tofauti na Juni 15 itakuwa ni batili. Hapa mmemaanisha nini na lengo lenu ni nini? Lengo letu ni kuweka tahadhari, na viongozi lazima muwe proactive, lazima muwe mbele ya muda. Kwa hiyo kilichotokea ni kuwa mbele ya muda, kusisitiza kwamba sisi tarehe tunayoitambua ni 15. Tutaamka asubuhi, tutatoka Mbweni moja kwa moja kwenda Benjamin Mkapa. Tumeamua kusisitiza hivyo ya kwamba hatutakuwa na mabadiliko yoyote. Tuishi humo, tukae humo, tumalize hili jambo lipite. Ikiwa tofauti na hivyo, Juni 15 wekundu wa Msimbazi, kama endapo itatokea tarehe itapangwa nyingine, mtacheza na mtapeleka timu uwanjani? Kwanza sidhani kama inaweza likatokea hilo, kwa sababu hakuna chochote ambacho kinaweza kikapelekea hilo kutokea. Bodi ya ligi mpaka muda huu wamesimama imara kuendelea kusimamia kanuni na taratibu. Kwa mantiki hiyo, sidhani mimi kama hilo linaweza kutokea. Kwa hiyo tuishi kwamba tarehe 15 ndio tunakwenda kung'oa mzizi wa fitina. Kwetu wana Simba itakuwa ni siku ya ushindi mkubwa, itakuwa ni siku ya kihistoria, na wana Simba usipange kukosa tukio hili la kihistoria. Lakini Ahmed Ally, pamoja na kubainisha kwamba mnaiunga mkono bodi ya ligi, nikirudi kidogo kwenye hilo andiko, ni kama pia vile mnaitega bodi ya ligi, mnaipa wakati mgumu kweli, kama mnaitisha hivi kwamba endapo tarehe 15 itabadilika na ikija tarehe nyingine hamtoshiriki na hamtoitambua hiyo tarehe nyingine, ni kama mnaipa wakati mgumu bodi ya ligi wekundu wa Msimbazi Simba. Ahmed Ally, ieleweke wazi kwa mkai, sisi hatuwezi kuatisha bodi ya ligi, hatuna nguvu hiyo. Lakini kama haitoshi, hatuwezi kuwapa wakati mgumu bodi ya ligi. Sisi jukumu letu ni kushirikiana na bodi ya ligi, ni kufuata maagizo ya bodi ya ligi, kuhakikisha kwamba mpira wetu unakwenda sawa. Jukumu letu sisi ni kufanya yale yote ambayo bodi ya ligi wanayahitaji ili mpira uende vizuri na watu wafurahie ladha ya mpira. Kwa mantiki hiyo, sisi jukumu letu la msingi ni kufuata maagizo aliyoyatoa bodi ya ligi ya kwamba mechi ya Kariakoo Derby ni tarehe 15 ya mwezi wa 6. Kwa sisi hatutaki kwenda kinyume na mamlaka, tunasimamia hapo, na ndio maana nasema tarehe 15 tunaamkia Benjamin Mkapa. Lakini Ahmed Ally, hebu tutazame kidogo hawa wapinzani wenu, ukitazama yale madai yao ambayo yadai, haujang'amua lolote kwamba huoni hapa kwamba Yanga kuna haki ambayo wanaidai katika yale madai yao na matamko yao ambayo wanayazungumza mara kwa mara? Hakuna haki yoyote ambayo wanahitaji. Uwezi kutoa mapendekezo na ultimatum hapo. Yani unatoa mapendekezo, nataka yule atoke ndani ya muda huu, ni kitu ambacho hakiwezekani. Unapotaka katibu mkuu wa TFF ajiuzuru, katibu mkuu wa TFF ameajiriwa na kamati ya utendaji ya TFF, maana yake ni kwamba kutenguliwa kwake ama kufutwa kwake kazi inabidi kufuata hizo procedure za kamati ya utendaji ikutane